أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم قائم قاهر قادر عادل فاضل، لا ينام ولا يموت ولا يفت ولا يحل، على كل شيء قدير. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توافون أجوركم يوم القيامة. Shenzi, mmeshaanza kufanya tena uchafu wenu wa ibada. Ili iweje? Muende wapi? Mpate nini? Pepo mtaipata nini? Hebu nenda kaniandalie chakula kule, njaa inaniuma mimi saizi. Naongea na wewe hivi, ninachosema amsikia, mnielewi au vipi? Njaa inauma, ndio chakula nile. Kwani Shenzi, sikia nikwambie mwanangu. Hayo mapuli mimi nimetoka nayo mbali. Sio nije hapo nitezesheni. Mimi nataka nikija hapo nikute mzigo, nikute hela. Si unajua zile siku hizi mambo yanyesha magumu, kwamba yenyewe meusi huko. Usizengue sasa, au sio? Mimi na force huku. Baridi. Poa. Pale. Hebu ngoja bwana, kata simu kidogo. Ngoja. Aisha. Hebu samahani kidogo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Aisha, mambo vipi? Salamu. Aisha, unajua wazi kuna 1 2 3 Zungu kupanga misondo kitambo tu. Mso bwana. Moyo wangu umeukamata Aisha. Hakuna haja ya kumuita shetani. Wewe unafanya nini unamsingizia shetani? Mbapo. Chula wangu nikustendie ninapotoka katika mazingira yangu huko, nikipata kwenye 2 3 wewe ndio mtoto wangu, tunaishi hivyo. Au unasemaje? Chula ndo nini? Hasa hapo usiokuelewa kitu gani? Nataka uwe mpenzi wangu. Zungu, kumbe nilishakwambia mara ya kwanza kuwa sikuhitaji. Sasa kwa nini unarudia haya maneno? Alafu huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni mwezi wa toba, ni mwezi wa kuacha dhambi, ni mwezi wa kutubu. Kwa nini unaongea mambo ambayo hayafai? Huo muda ambao unaotumia kuzungumza na mimi, ungejisiri, ungeenda msikitini na ungefunga kwa ajili ya kesho yako. Si unamsikia jeuri yake? Ya Allah! Ya Allah! Anamuita shetani ili afanye nini? Ya Allah! Ya Allah! Hapo tegemea nje peponi mtu kama huyu. Pepo gani ya kijiji anaweza kuipata mtu kama huyu? Unajua Aisha, hata Mwenyezi Mungu alipoumba dunia akamleta Adamu na Hawa, alikuwa na maana yake. Kwa mimi kuwa na wewe si wa kwanza. Aisha, najua wazi kama umefunga, lakini umefunga juu tu, chini kupo wazi. Alafu sitoshe, mwezi wa Ramadhani huu hata Mungu anajua kuna watu wanapendana. Kwa mimi kupenda wewe sio wa kwanza. Hebu nisikilize basi, nisije navumia. Zungu, hata sijui kwa nini naendelea kukusikiliza. Maana ninavyoendelea kukusikiliza ni wazi kabisa nazidi kuniharibia funga yangu. Na sitaki iwe hivyo. Kwa hiyo wewe leo nilichokuambia, na pia nakushauri, jistiri, tafuta kanzu yako safi,
kibarakashio chako safi, nenda msikitini kaswali. Funga, achana na hayo mambo. Hayana maana yoyote, hayana faida yoyote, ni ya kupita tu. Dunia isikudanganye. Kwa heri. Aisha, hata mimi nimefunga, afu napiga teke fuku la hela ujue. Sema nini baridi? 111 zungu fighter. Nitakupata kipopote hivyo. Afu nitaishi na wewe. Unajua Mr. Kisomi, asilimia kubwa ya vijana sasa hivi, yaani maisha new generation ya sasa hivi, hatuelewi nini maana ya funga. Ndio maana leo hii unakuta kijana anafunga, afu kienda magetoni kwake, unamkuta anaishi na demu. Afu mimi nafunga. Hivi unafikiri Allah funga yake kweli anaipokea? Angalikuwa anafunga anaishi na mwanamke magetoni hajamuoa. Mimi naona Mwenyezi Mungu anaipokea kwa sababu pale unapokaa naye ndani ya miezi 6, huyo ni mke wako. Mama, haya maisha mpaka lini lakini? Alafu acha kulia, kwa sababu hapo ulipo upo ndani ya funga. Unavolia hivyo sana mama, unakuwa unabatilisha somo yako. Ila baba na ni halali yako, una uwezo wa kupanga naye chochote na una uwezo wa kufanya naye chochote. Mr. Kisomi, nikajua na wewe ni muelewa wafunga, kumbe naye ni mpotoshaji. Hivi sembeni imeandikwa kukaa na mke miezi 6, umwite mke. Angalikuwa hujapiga goti, yani hujamuoa. Hiyo sheria ni ya serikali. Mambo ya serikali usiingize kwenye dini, shehe wangu. Oa, mweke mwanamke ndani, mwite mke. Huwezi kumwita mwanamke mke wakati hujamuoa. Hapo bado sijakuelewa. Ni dadavulie vizuri ili niweze kuelewa, maana bado hainiingia akilini, bado. Wala sijili kwa ajili hiyo mwanangu. Kinachoniliza mimi ni baba yako. Bado sio kuswali wala sio kufunga. Akirudi kalewa kipigo. Nilipofuata mimi afinumizi sana ncha zaidi. Nilikuwa nataka babako aswali mwanangu. Atajibu nini kesho kwa Mungu? Namuonea huruma sana. Hatuna namna ya kufanya mamangu, kwa sababu baba, yale ndo maisha ambayo yeye kayachagua. Ndo kaamua baba kuishi hivyo ambavyo anaishi. Ana cha Ramadhani, ana cha miezi ya kawaida. Basi hata hii Ramadhani angejirekebisha, maana tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani. Niambie nini maana ya funga? Unataka kujua nini maana ya funga, si ndio? Ndio. Funga. Subiri mzee wangu hapa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Dabu ala K. Ara kitu. Samahani mzee wangu. Bado tuko tunabishani hapa. Na swali naomba tukuulize. Bwana, mzee wangu, tupe nini maana ya funga? Funga ni ibada. Maana ya funga ni ibada kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, kutiba alaikum siyam, mmefaradhiwa kufunga juu yenu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhiwa kufunga walio kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha au mpate kumwabudu. Si mmenielewa? Kwa hiyo kutokana na amri hii ya Allah juu yetu sisi ni ibada kubwa, ni matekelezo makubwa sana kwa Allah. Lakini pia vile vile funga hiyo imesimama katika nguzo miongoni mwa nguzo za Kiislamu. Arkanul Islam 5, nguzo za Uislamu ziko 5. Sawa. Al-awwalu shahadatun an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Hivi kweli bado kuendelea kufanya vitu kama hivi? Yaani mimi mama, mpaka nafsi inaniuma. Ningekuwa na sehemu ya kwenda, ningeenda tu kukaa ili tu nisione haya mambo yenu ambayo yanaendelea. Mwanangu, usiondoke. Tumwombee Mungu, baba yako atakaa sawa. Mungu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin.
lakini mimi nilikuwa na wazo mamangu. Ya kwanza ni shahada, sawa sawa. Athani, ya pili iqamatu salati, kusimamisha swala, inamaanisha kwamba kuswali swala 5. Athalithu, ya tatu itau zakat, ni kutoa zaka. Si mnanielewa? Nakuelewa. Alkhamis, arabiu, ya 4 somu shahra Ramadhan, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan. Alkhamis, ya 5 alhajju albayt man istata'a ilayhi sabila, kuhiji, kuikusudia nyumba tukufu ambako ni Maka. Man istata'a ilayhi sabila, ambaye atakayeweza kuiendea njia. Maana njia ya Maka vijana kama unavyojua kidogo wanasema sasampa yeah. Mashaallah, uwe na chochote kidogo. Naona afadhali tumpigie simu mjomba Kitumbi ili aje hapa, huenda akiongea naye mawili matatu anaweza akabadilika baba, angalau hata kidogo, na wewe ukapumzika kwa kupigwa. Sawa, ni bora tufanye hivyo mwanangu, maana ipo siku tutakuta maiti ndani. Kweli basi mama, pole mama. Naam, kwa hiyo imesema katika. Kwa hiyo tukiangalia kwa namna nyingine tunapata funga inakuwa ni nguzo ya 4 katika nguzo kuu za Kiislamu. Mmenielewa vijana eh? Mashaallah. Mzee wangu, nakuza swali lingine ili mwenzangu apate kuelewa. Ukiwa unafunga afu naishi na mwanamke ndani ambaye hujamuoa, pia inaswihi? La hasha, haiswihi. Ni haram kabisa. Mwenyezi Mungu amekataza, na hii si katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tu, hapana, hata katika masiku ya kawaida. Kuishi na mwanamke ambaye hujafunga naye ndoa ni haram, Mwenyezi Mungu amekataza. Kwa hiyo kuishi na mwanamke ambaye hujafunga naye ndoa, nazungumza kwamba ni haramu masiku ya kawaida, pia hata katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nasema kwamba haifai. Kama kuna mtu ana tabia za namna kama hiyo, mpeni nasaha aache mara moja, kwa sababu nyinyi naona kama ni vijana wema, kwa sababu mnakaa mna discuss mambo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mna discuss mambo ya mambo ya khairati, mambo ya ibadati lakini vijana sasa hivi wanakaa wanatafakari mambo ya mahawara. Naam, samahani. Naam, salamu alaykum. Mashaallah. Naam. Kitumbi hawezi kufanya makosa. Nimezingatia sana, niko njiani nakuja. Aya, sawa mjomba, si tuko nyumbani. Aya, sawa, karibu sana. Asante sana. Fanya subira. Naam, subira ivuta khairi inshallah. Mashaallah, asante sana. Vijana, nadhani mmenielewa. Shehe wangu hapo pofikia tumekuelewa vizuri sana. Pia vile maana nipo katika haraka kidogo, ila kama mtu bado hajapata ufafanuzi zaidi, hajaelewa vizuri, basi jione afike pale madrasa. Na madrasa pale natoa darasa na wadarasisha vijana, lakini pia na elimu ya watu wazima. Kwa hiyo kama mtu akipata wasa, kama hajaelewa, kama na lingine lolote, basi fike madrasa wakati wa magharibi pale, na kuepo tunakutoa na sasa namna kama hii. Ndio kama Amina hapo. Naam, tayeb, sadaqta. Mashaallah. Asante sana. Asante sana. Dabo RK ara Kitumbi. Utapata ilmu. Shukrani sana. Shukrani. Mungu akubariki sana. Asante sana. Somo zuri sana umetupa. Mashaallah. Umeelewa ndugu yangu? Bana, mimi sijaelewa. Vipi tena wewe? Njiti, na maana tumbo lako limeshaanza kuuma. Dadangu, tumbo limeanza kuuma sana. Mungu wangu. Vipi dawa umeshameza lakini? Bana dada, nimefunga na sisi sasa kumeza dawa. Njiti wewe, lakini una matatizo wewe jamani. Alafu mimi nilishakwambia hii ni dharura usifunge jamani. Mbona unaleta mzaa lakini? Hizo dawa zako ziko wapi sasa? Nimeogopa dawa, nimezitupa, nimefunga sana, nzije kukana karibu na dawa, naweza nikakata tamaa nikameza sasa dawa. Yaani unajua Njiti unaleta masiala, lakini tumbo lako likianza kukuuma, hatutolala usiku. Ngoja mimi nikachukua hizo dawa.